Na mpenzi mtazamaji wa ITV, karibu sana katika kipindi chetu cha sanaa na usanii, na leo hii tupo na mgeni wetu hapa, dada yetu Susan Gregory, naye ni mtaalamu wa kudesign mapambo, mtaalamu wa kupamba maharusi. Ni designer kiujumla ambaye anaweza kudesign kazi mbalimbali za kufanya basi makazi yako yaweze kuonekana safi kabisa. Na leo hii basi ndiye tumemkaribisha mahali hapa kama mgeni wetu katika kipindi hiki cha ubunifu, sanaa na mapambo. Bi Suzy, habari ya saizi? Salama, habari? Salama kabisa. Basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu. Tunatamani kuelewa kwamba mapambo haya umeyatengeneza vipi, umeyadesign vipi, na ni changamoto gani ambazo unakutana nazo. Labda mapambo haya unaweza ukatueleza kwamba umewezeje kuyadesign labda? Kuhusiana na haya mapambo, Ndio. niliangalia tu ujuzi kutoka mtaani. Ndio. Baada ya kuangalia nikaanza kuwa na design mwenyewe sasa. Nikadesign, nikaanza kutengeneza vitu vya aina mbalimbali kama jinsi unavyoona hapa. Material yake hapa ni vitambaa tu, vitu vya asili tulivyonavyo hapa Tanzania. Sawa. Na mirija ya soda. Na nyuzi. Unakwenda kununua, unaanza kutengeneza kwa ubunifu zaidi, unatunga vizuri kwa ufasaha, unafanya mambo mazuri kama hivi unavyoona mpendwa mtazamaji. Kwa hiyo labda unaweza ukamueleza mtazamaji wetu kwamba mapambo haya ni kitu gani na kitu gani umeweza kuunganisha pamoja, then ukaweza kupata mapambo yanayomeremeta kama haya hapa? Nimeunganisha nyuzi, mirija na kitambaa hicho unachoona juu, hicho kile ambacho kimeshikisha hizo kamba zinazoning'inia ambazo zinaonyesha mapambo haya kama vile kama vitambaa hivi vilivyokaa namna hii hapa unavyoviona hapo, ndugu mtazamaji. Haya meupe unayoyaona humu ni mirija ya soda. Hili hapa ni vitambaa, ndani yake kuna nyuzi. Sasa labda kingine, labda unaweza ukatuambia kwamba ujuzi huu umefundishwa au umesomea mahali au ni ubunifu wako binafsi tu umeweza kukaa na kubuni kitu kama hicho hapa? Ujuzi huu nimeutoa mtaani tu, sijafundishwa kuelekeza chochote, bali niliangalia tu mtaani kwa macho, nikaanza kudesign mwenyewe mengi zaidi kutokana na jinsi nilivyoangalia kutoka mwa watu. Aha. Labda unaweza ukatueleza kwa upande wa soko lake lipoje? Umeweza kutengeneza mapambo mengi namna hii, soko lake lipoje? Je, utakapoyapeleka sokoni una uhakika wa kuyauza yote na ukapata kitu, au unaweza ukatuelezeje? Soko lake ni zuri sana, wanaulizia mno, huwa natembea mnadani, nikienda huko nauza, ninamaliza, narudi, naweza kurudi na vitu vichache sana au nikamaliza kabisa mapambo haya. Labda Suzy, utuambie gharama ya utengenezaji. Umetengeneza mapambo kama haya, gharama yake mapambo yote yanaweza kawa imegharimu kiasi gani cha pesa? Kuna gharama muda kukaa katakata hivi vitambaa, na hiyo ni gharama niseme, maana unaacha mambo mengine unakaa kufanya kazi hii. Bado gharama ipo, kwenda kununua haya mabomba, kununua nyuzi, vitambaa pia hivi unaweza kuuziwa. Labda unaweza ukatuambia kwamba umetumia shilingi ngapi mpaka kuweza kukamilisha huu mzigo wote kwa ujumla? Umetumia kiasi gani cha pesa? Kwa huu mzigo uliopo kabla nimetumia 20 tu. Shilingi 20,000. Na ukisha yauza unaweza ukapata kiasi gani? Kama umetumia shilingi 20,000 ukisha yauza unaweza ukapata kiasi gani? Labda unaweza ukapata faida shilingi 15,000, 20 tena au ikajizaa yenyewe au zaidi. Kwa hiyo umetumia 20,000 na unaweza ukapata 20,000. Zaidi. Yaani inajizaa mara mbili tuseme. Maana yake unarudi na shilingi 40,000. Safi sana. Pale na nyingine nazaliwa. Safi sana. Labda unaweza ukamweleza mtazamaji wetu ni changamoto zipi unakutana nazo katika shughuli yako hii ya kutengeneza mapambo haya? Changamoto zipo, hazikosi. Kwa maana kuna watu wengine waweza kuja kukuambia kwamba mapambo unauza bei hiyo, au wengine wakaja wakakucheka, unafanya mambo gani? Mbona eleweki? Baadaye unapokaa kutengeneza, unatengeneza wa design, akija kuangalia sema kumbe ndio unafanya hivi. Pia mwingine anatamani na yeye pia aanze kufanya hivyo. Lakini yani unakuta wanakucheka tu, sometimes wanakucheka tu ili kuvunja moyo. Sawa. Utapo unatafuta hivi tambaa, cheka na kuzomea. Lakini yeye hajui unachokifanya ni kitu gani. Sawa.
Kwa hiyo wito wako ni nini labda kwa vijana wengine ambao wapo mtaani, hawana kazi na hawajajaribu kufikiria chochote cha kufanya? Wito wako ni nini au ushauri wako kwa vijana hao ni kitu gani? Ninachowashauri kwamba wasikae tu kutegemea kwamba pesa zitawakuta. Wakisema wakae tu tutamani hata kuiba, kwa sababu utaona kitu kizuri kwa mwenzako utakitamani wewe, naye pia huna hata biashara ya kusema kwamba itakuingizia hela, unaweza kwenda kutamani kuiba. Kwa hiyo wasikae tu, watafute pesa, kwa sababu ni vijana. Wasipotafuta pesa watatamani kwenda kudokoa vya wengine. Aha, safi sana. Sasa ujuzi wako unao na utaalamu unao design mapambo kama hii, matarajio yako ya mbeleni ni kitu gani? Unategemea kitu gani? Nije nitengeneze vitu vingi sana zaidi ya hivi na niwe mpambaji mkubwa kutokana na ubunifu huu ndio upata sasa. Sawa sawa. Labda tumeona kwamba una utaalamu kwenye masuala ya mapambo. Mbali na hivi, kudesign mapambo kama haya ni jambo gani lingine linalohusiana na upambaji ambalo unaliweza? Nje ya mapambo, mimi ni mshona cherehani, fundi cherehani. Sema fundi cherehani ni taaluma pana. Ni nguo zipi unaweza kushona na ni zipi huwezi kushona, ili basi hata msikilizaji anayesikiliza basi labda anataka shela ya harusi, anataka gauni la harusi, anataka shati la mtoto la shule, hebu tuambie ni wapi unafika na ni wapi huwezi kufika? Nashona nguo za watoto wa kike, niseme jumla wa mama, za wavulana bado sijaweza vizuri, mifuko yao yani kiujumla tu bado sijajua, lakini kuikata ninaweza. Sasa ninachojua zaidi nguo za dada, yani za wanawake ndizo ninazojua zaidi. Na vipi hapo na ishara bado, lakini natarajia nijue zaidi huko na ishara. Na vipi kuhusu kupamba maharusi au kupamba wadada warembo wale wanaojiandaa labda na send off au na shughuli mbalimbali kwenye masaluni? Shughuli kama hiyo unaweza kuifanya labda? Ndio, ninaweza kwa sehemu chache kufanya hivyo, ninaweza. Kwa hiyo kama kuna maharusi au kuna biharusi yoyote anayejiandaa kwa ajili ya harusi yake, akikuona unaweza ukamtengeneza na akang'aa, akameremeta kabisa? Ndio, naweza nikampamba. Sema tu vifaa ndio bado mtaji bado mdogo. Sawa. Na vipi kuhusu kupamba ukumbi wa sherehe, kudesign high table, sehemu mbalimbali wanakokaa, labda meza kuu, vitu kama hivyo? Unaweza shughuli kama hizo unaweza kufanya kweli? Unaziweza. Aha. Labda swali lingine, unaweza ukatueleza kwamba shughuli kama hii unapoifanya umeona faida zipi? Una faida? Kosi hela, yani hela tu kifupi, ukosi hela. Kutoka ukose hela ya matumizi kutokana na kazi hii. Sawa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa inakusaidia kuweza kupata kitu. Inasaidia kupata kitu, ndio. Pia mapambo ndio unaweza ukavaa kudesign kama utamaduni fulani, kuonesha show. Kwa maana kwamba katika kucheza ngoma ya utamaduni unaweza ukayatumia kama mapambo wakati wa kucheza ngoma ya utamaduni. Ndio. Unaweza ukatuonesha labda namna ambavyo yanatumika katika kucheza ile ngoma ya utamaduni, ili na mtazamaji wetu basi aweze kujionea namna ambavyo mapambo haya yana matumizi tofauti. Naam, basi mpenzi mtazamaji, kama unavyomuona Bisuzi hapo anajaribu kutuonesha mapambo hayo, namna ambavyo yanaweza yakatumika katika kumpamba yule mchezaji wa ngoma ya utamaduni. Safi kabisa, kama unavyomuona pale ameweza kuyavaa kiunoni vizuri kabisa, basi tayari kabisa kwa ajili ya kucheza ngoma ya asili. Ni mambo mazuri kabisa hayo kutoka kwa dada yetu Suzi. Ni ubunifu wa dada huyo wa Kisukuma, ambapo ameweza kukaa na kufikiria peke yake bila kufundishwa na mtu, bila kukaa darasani, lakini ameweza kubuni na kuja na kitu kizuri kama hicho. Na basi ni vizuri zaidi kina dada wengine, vijana wengine wanaona vitu kama hivi waweze kutulia na kudesign na kufikiria ni kitu gani wanaweza wakakifanya, ili basi
waweze kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa mazuri. Safi kabisa, kama unavyoona hapo mpenzi mtazamaji, dada Suzi huyo anatuelekeza namna ambavyo anaweza akayatumia mapambo haya kama sehemu ya mapambo katika ngoma za asili au ngoma za utamaduni. Ona anavyozunguka pale, ni kazi ya mikono yake mwenyewe na hajakaa darasani wala hajafundishwa na mtu. Anajiandaa pale, anatuonesha namna yanavyoweza kutumika, namna yanavyoweza kuvaliwa na akacheza ngoma ya utamaduni. Safi sana, inapendeza kweli kweli. Safi kabisa, kama unavyoona hapo, ngoma nzuri kabisa ya utamaduni. Basi ukishavaa hivyo unaweza ukaonekana mtu wa tofauti, unaweza ukaonekana kwamba ni mtu ambaye umejiandaa kabisa kwa ajili ya kucheza ngoma ya utamaduni. Ni mambo hayo kutoka kwa dada yetu Suzi. Ameweza kukaa akaumiza kichwa na akaja na kitu kama hichi. Kwa hiyo ni wito kwako kijana mwingine unayeona mambo kama haya, basi uweze kubuni, uweze kukaa na kufikiria na kuja na kitu kama hiki ambacho dada Suzi leo hii ameweza kuja nacho. Turudi kwako dada Suzi. Kwa hiyo wito wako ni nini kwa vijana wengine? Wasiboteke, watafute pesa kwa mikono yao wenyewe. Watafute chochote kile cha kubuni, hata kama sio jasiriamali pia na wenyewe ni mzuri. Unatafuta fani yote ile au vitu vyote vile ambavyo kwanza unauza vinakupatia pesa kwa ajili ya matumizi yako, maana hakuna binadamu asiyependa pesa na hakuna binadamu asiyejua matumizi ya pesa. Anatakiwa sasa uitafute kwa mikono yako mwenyewe. Sasa, je, kwa kijana mwingine yeyote anayetaka kujifunza sanaa kama hii, upo tayari kumfundisha au labda itabidi atoe chochote ndio uweze kumfundisha? Lazima pesa itumike, maana mwenyewe anatumia pesa. Lazima pesa itumike. Kwa upo tayari kufungua darasa? Niko tayari. Na mtazamaji, basi ni wito kutoka kwa dada Suzi, yuko tayari kufungua darasa. Kwa hiyo yeyote ambaye anatamani kupata utaalamu wa kudesign mapambo kama haya, basi wanaweza wakafika kwa dada Suzi na atatueleza hapa kwamba darasa lake atalifanyia wapi na anapatikana wapi. Labda dada Suzi, umesema upo tayari kufungua darasa, unaweza ukamweleza mtazamaji wetu kwamba unapatikana wapi na unaweza ukakupata wakati gani, ili basi waweze kupata ujuzi kama huu? Inapatikana kwa sasa, niko Singida. Lakini pia Mwanza waweza kunipata, pengine Geita ambako ndiko kwetu kabisa. Labda unaweza ukatusaidia namna gani tunaweza tukawasiliana na wewe kama tunataka kukupata? Labda namba yangu 07 46 79 12 82. Okay, tunashukuru sana dada Suzi. Asante. Karibu tena ITV kwa wakati mwingine. Asante sana, nashukuru. Asante. Naam, mpenzi mtazamaji wa ITV, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha ubunifu, mapambo na sanaa, na leo hii tulikuwa na dada yetu Susan Gregory katika mapambo yake haya ya asili ambayo ameweza kuyabuni ama kuyadesign basi mwenyewe. Wito kwako kijana unayetizama kipindi hichi cha sanaa, na basi uweze kukaa na kuumiza kichwa kuweza kubuni kwamba ni kitu gani ambacho unaweza ukaja nacho kikawa kama namna ya ajira au namna ya kujipatia kipato. Kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam, hatuna la ziada katika kipindi hichi cha sanaa, mapambo na ubunifu. Hadi wakati mwingine.